Nyepesi nyepesi. Kama desturi, kama kawaida, unakaa kitako kwenye kigoda pale, kama ni mcheka ama mkeka ule, hata kwenye kiti pale, ili mradi tu upate nyepesi nyepesi. Kweli kabisa. Bwana, nyepesi nyepesi tunazungumzia kisa ambacho kilitokea, ambapo mdada aliachwa na boyfriend wake baada ya mdada kujifanya yani yeye hamnazo. Wajua kuna mambo mengine unaweza kuwa unafanya uko na kwamba unapatia, kumbe unakosea. Wajua ilitokeaje? Asiniambie sasa. Yule mdada alikuwa kwa amempenda sana yule jamaa. Mdada alhamdulillah ana hela zake, ana magari na kila kitu. Jamaa yeye naye pia ana kazi yake. Alafu ni mtu ambaye pia ana kazi yenye hela. Sasa ni kwamba bwana alimkosea, yule mdada alikosea jamaa. Alipokosea jamaa, naam, akaona njia bora kuomba msamaha ni kutuma pesa na maua nini gift ile. Kumbe jamaa yani imemtoka. Sasa kilichomtatiza jamaa na kumkera zaidi ni kwamba alikuwa na masala wenzake. Alafu ule mdada akaja from nowhere, akaja kumvuta. Akamwambia hebu njoo tuongee, mimi nataka kuongea na wewe mbele ya jamaa zake, yani washikaji. Akamwambia kwani huoni naongea na wenzangu hapa? Bwana njoo, mimi nataka tuongea na wewe bwana. Jamaa akamwambia wewe, hebu niache. Sasa mdada ile kumbe ilimkera. Akamtumia yani wifi yake. Si unajua kuna ile kwamba mnachumbiana, alafu kuna sister yake ambaye yani wewe ni rafiki yako. Akamtumia akamwambia bwana kakako hivi na hivi. Ule sister yake anaenda kumngelesha ule kaka mbona mimi napata hivi? Akamwambia wewe mwanzo hayakuhusu. Nilivyokuwa na mtongozo ulikuwepo. Sikuwa. Sasa mbona akwambie wewe kaa utulie kule. Tena usinifuatilie. Dada kalia. Sasa alivyolia kukaa kuna sherehe. Ulivyokuwa na sherehe, mdada sakaenda akapeleka mazagazaga yote, magifti yale ambayo yani wale wanaume ambao huwa wana bahati wanaletea wana wapenzi wao. Kaletwa kila kitu, ambaye bwana mimi ninakuja. Jamaa kazikataa mpaka zawadi tena. Kaambia mimi sitaki zawadi zako. Sitaki zawadi zako, na mimi nawe kuanzia leo mimi na wewe Kushnei. Yani mimi na wewe tumeachana. Anasema mimi yani huwezi kunidharau mbele ya watu. Alafu wajua kama unakosa, nyenyekea. Kweli. Lakini usijifanye na zile pesa zako na vile vitu vyako ukajua na wewe ndio umefika. Hujui kuomba msamaha vizuri. Hujui kuomba msamaha vizuri. Nitampatia hela, atatulia tu, atakuja kwangu. Wafanya kumvuta mbele ya watu. Wafanya kumkosea adabu. Njoo nao tuongee tena, wavuruta. Na wewe ndio umekosa adabu. Bwana akaambia nini? Akamwambia kwanza leo mimi na wewe basi. Sasa jamaa akasema mwanzo yani kudeti wasichana wa sehemu hii basi si deti tena. Bora nifanye kuimport. Akamwambia anaambia yani hivyo yani kaka brother, yani mimi na yeye yani basi tosha. Akanambia bwana maisha unipangie na nini? Mimi na hela na yeye kama na na tena mimi bwana nashukuru alhamdulillah. Unajua katika haya maisha kile kidogo chako ambacho unakipata yani hicho shukuru nacho. Sasa akaona kama pengine sio atamuzia uoga, sio atamfanyia nini, akamwambia wewe subutu. Akamwambia kila moja na 50 zake. Si mimi huyo. Kwetu ninazaliwa najua. Kweli tena. Basi ikawa ndio hivyo. Na mwisho wa siku basi akabaki hana mtu. Sasa atakuwa anajiuliza mwenyewe. Takula hela zake na gift vyake. Atajua mwenyewe basi. Hapo sasa anasema mimi bila wewe sije kuisha. Kama hawezi kuisha nini? Kama mimi ni pumzi basi kata. Takuata. Kata roho. Hayo maisha ya mapenzi. Pole sana. Sasa ikaenda hivyo jamaa akashafuata shughuli zake mdada na vitu vyake na mali zake akachwa hapo. Jamani, hii inatufunza kwamba hata kama una mali, una hela, yani una kiasi gani, lakini bado kuwa mnyenyekevu, kuwa na ustaarabu. Sasa ndo jamaa akabaki peke yake na mdada peke yake. Lakini mdada akamekosa. Bado anaendelea kumia mpaka kesho. Maana yake anasema without you I can't live anymore. Akaambia you can sustain survival for the fittest. Survival for the fittest. Yani you survive. Yani una adapt kwenye adaptation. Arabe jamaa.